wa Tanzania au si wa Tanzania? No. Kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi, umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu, mnapiga mabomu, mnatuharas, tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika nchi. Kwa nini mnatufanyia hivi? Kwa nini mnatufanyia hivi? Kwamba hatutaki kukaa kwenye ofisi yetu. Sasa mimi naweka nini? Sasa kama ni hivyo, kwa nini tupige mabomu? Ona hiyo ni rahisi. Ujumbe umefika. Sawa. Ujumbe umefika. Twende tufanye press conference. Tutaenda huko polisi baada ya press conference yetu. Aende tu polisi kabla. Anayehitajika sijui ni nani, kaimu OCD unayemhitaji nani? Uongozi wa kitaifa. Unahitaji uongozi wote? Ndio wa kitaifa. Wa nchi nzima tu, hata walioko yaani mlioko usongee hapa. Hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wapi, tofauti na taarifa ambazo tunapata. Na baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa, mmeona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa. Hiyo ndio tunafanya hapa, mnaona maji, watu wanatoa machozi. Mawakili wetu ndani ya nchi na nje ya nchi, akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa, na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa, wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia, akiwa mahakama ya hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa nguvu zote.